au Mashujaa, alafu kuna hatua ya fainali kama tutajaliwa kushinda katika mechi zote hizo ambazo zinakuja mbele. Nini malengo yetu Young Africans? Malengo ya Yanga hajawahi kubadilika. Malengo ya Yanga kila msimu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mashindano ya ndani, na kufanya hiko vizuri ni kwa maana ya kuchukua mataji yote ambayo tunagombea hapa ndani. Hivi ninavyozungumza na nyie, sometimes inatokea watu wanajizima data, lakini sisi tayari tuna kombe la ngao ya jamii la ndani, tuna kombe la mapinduzi la ndani, na tuna kombe ambalo tulichukua kule Rwanda kwenye pre-season. Kwa tayari tuna makombe matatu na tuna makombe mawili ya kupambania. Ligi kuu ya NBC tunaongoza ligi kwa difference ya pointi 8 mpaka sasa hivi. Alafu kwenye CRDB tumeingia tu ya robo finali na tuna mechi hizo za kucheza. Tuendee malengo yetu. Kwa malengo ya Yanga hayajabadilika. Malengo ya Yanga ni kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu wa ligi kuu na tunatetea ya kupita kutoka hapa robo finali kuitafuta hatua ya finali. Kwa hiyo tumepokea draw hiyo vizuri na tuwapongeze TFF kwa upangaji wa draw vizuri. Njia yetu kama mlivyoiona ina JKT, ina mshindi kati ya Azam au Mashujaa, alafu kuna hatua ya fainali kama tutajaliwa kushinda katika mechi zote hizo ambazo zinakuja mbele. Nini malengo yetu Young Africans? Malengo ya Yanga hajawahi kubadilika. Malengo ya Yanga kila msimu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mashindano ya ndani, na kufanya hiko vizuri ni kwa maana ya kuchukua mataji yote ambayo tunagombea hapa ndani. Hivi ninavyozungumza na nyie, sometimes inatokea watu wanajizima data, lakini sisi tayari tuna kombe la ngao ya jamii la ndani, tuna kombe la mapinduzi la ndani, na tuna kombe ambalo tulichukua kule Rwanda kwenye pre-season. Kwa tayari tuna makombe matatu na tuna makombe mawili ya kupambania. Ligi kuu ya NBC tunaongoza ligi kwa difference ya pointi 8 mpaka sasa hivi. Alafu kwenye CRDB tumeingia tu ya robo finali na tuna mechi hizo za kucheza. Tuendee malengo yetu. Kwa malengo ya Yanga hayajabadilika. Malengo ya Yanga ni kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu wa ligi kuu na tunatetea pia kombe la ile sare pale Sheikh Abeid walipata vipi, lakini bahati mbaya wote wawili hao wamepangwa kucheza mechi pamoja. Chobwedo atakutana tena na mtu wake atakutana na mtu wake na uhakika kwa 100%. Chobwedo mliyemuona mechi iliyopita hata kuwa huyo kwenye mechi hiyo, hatakuwa huyo. Bora tuongezeka zaidi. Utakuja kuniambia mimi. Sisi wakubwa kuna mambo yameendelea hapa. Una mashaka hapo? Sina mashaka, ila nakuhakikishia mimi sio mtabiri, mimi ni mtu wa football. Chobwedo uliyemuona Arusha mechi ya ligi kuu hutamuona kwenye mechi ya mtoano wa robo finali. Chobwedo anamaliza tu muda wake pale TRA. Tumedimbili. Kwa hiyo hata kuwa tena yule hatawasumbua. Na uhakika hatawasumbua. Ndio unasema kinyago amekichonga wenyewe? Hatawasumbua, jua tu hatawasumbua. Msola vinyago umesoma wewe. Mimi nakwambia tu hatawasumbua 100%. Sijui. Nimesema atakuwa ni mtu tofauti kabisa. Mtakuja kukumbuka maneno yangu. Mimi si nipo, mimi si mkubwa. Mtakuja kukumbuka maneno yangu. Ila robo finali mechi kali kabisa ni mechi 3 tu. Mechi ya Azam na Mashujaa, mechi kali napigwa kule Kigoma. Mechi ya Coast na Singida Mkwakwani, mechi kali kweli ya viwango vya juu, na mechi bora zaidi ni mechi ya JKT Tanzania vijana Ahmad Ali dhidi ya Young African Sports Club Ali Samuyo. Hiyo nyingine ni mechi tu ya Abdalla na Dula ambayo isiwa stress sana, mkajiandaa sana kuisubiri. Mechi kali 3 ni hizo nizokutajia, Coast na Singida Mkwakwani. Bonge moja na tupaga changamoto ikiwa pale Samuyo, na watakuja katika quality hiyo kutaka kutupa changamoto. Ni knockout maana yake lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo lazima mechi itakuwa ngumu sana. Lakini ningepewa mpinzani kama Simba, maana yake sasa hizi ningekuwa nawaambia TFF watangazie uwanja wa nusu finali na kwenda kucheza wapi. Lakini kwa sababu JKT inabidi tukapambane.
tupate matokeo mazuri. Kila mtu na mnyonge wake, yani sio kwamba ni jambo baya. Duniani kila mtu na mnyonge wake, na mimi mnyonge wangu ni Kolo. Na huo unyonge sio kwamba nimeutengeneza kwa kuuchora, nimeutolea jasho. Yani nimemfanya Kolo amekuwa mnyonge wangu, kwa hiyo nimetoa jasho, kwa hiyo na haki ya kutamba na kujivunia. Ningempata yeye saa hizi ningewaambia ndugu zanguni, semi final Yanga tunacheza semi final. JKT mechi itakuwa ngumu hiyo inshallah. Njia ya kwenda finali ni kama inaweza kufanana na msimu uliopita hivi. Mpinzani JKT Tanzania mkimaliza sasa wewe usipige ramli. Usipige ramli. Mechi JKT ni ngumu sana. Yaani sisi Yanga tutafanya makosa makubwa kuwaza finali tunacheza na nani kabla hatujamalizana na JKT Tanzania. Ni mechi ngumu kweli kweli. Na hata mechi ya nusu finali ikitokea Mungu ametujalia tumefuzu robo finali, wapinzani pia wa semi ni wagumu. Mashujaa ni mpinzani mgumu, Azam ni mpinzani mgumu. Kwa hiyo tumalize kwanza chakula kilichokuwa mbele cha mechi yetu ya robo finali JKT, tupambane, tukijaliwa tumeshinda, tutaiwaza sasa nusu finali na finali kwa ujumla. Umezungumzia makombe mawili hapa. Kutoka kuna muungano hapa. Yes. Tuna kombe la muungano ambalo timu yetu itasafiri siku ya Jumatatu na Jumanne inshallah. Nafikiri itakuwa ni mchezo wetu wa kwanza kwa mujibu wa taarifa za awali ambazo nimezipata. Jumanne unaweza kuwa mchezo wa kwanza wa kombe la muungano la Yanga. Utaratibu wa Yanga kama nilivyosema haujabadilika. Pia sisi ni mabingwa watetezi wa kombe la muungano. Kwa tunasafiri na kikosi chetu chote. Naomba waandishi mkaboldi hapo, kikosi chote full mkoko kitasafiri kuelekea Zanzibar. Mchezaji pekee ambaye ana mashaka ya kutokusafiri ni kutokucheza, sio kusafiri, kutokucheza ni Buba Jameni, kwa sababu amepata shida kidogo ya enka na atakuwa nje ya uwanja kwa siku 10 mpaka 13 hivi. Kwa hiyo anaweza akasafiri akaenda kuponea huko Zanzibar, na akiwa fiti akiwaya anaweza kutwanga vile vile. Lakini wengine wote, Depu ameshapona, Emmanuel Mwanengo ameshapona, Abu Twalib Msheri alipata shida kidogo kwenye maandalizi yetu mechi ile na Pamba, lakini ameshapona alhamdulillah. Kwa hiyo hatuna injury nyingine yoyote ukitoa Buba na wale wawili ambao ni wagonjwa mpaka mwisho wa msimu, kwa maana ya Mzize na Jackson Job. Kwa hiyo Wazanzibari wajue kiwanda cha burudani kinasafiri chote kwenda kupeleka burudani sasa pale viwanja vya New Aman Complex. Tunakuja tukiwa kamili, na Yanga huwa hatutaadishi Arif Bete, hapana. Tutaangalia mpinzani na tutapanga dozi inayostahili na huyo mpinzani. Yes. Kwa hiyo watu wote ambao mmethibitisha kwamba mnakwenda kushiriki muungano, nitumie fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwaambia mmejichanganya pakubwa mno. Kama mlifikiri timu yetu itabakia nyumbani alafu nyie mje kule mpate kikombe kirahisi, sahauni hizo habari. Upo uwezekano kama watu hakutakuwa na kukimbiana, uko uwezekano mkapata dabi ya kwanza tarehe 29, dabi ya pili ligi kuu hapa bara. Wakitaka kusuka peke yake watatusubiri sasa huko. Huko sasa kama kifo. Huku nowhere to hide. Ulipo tupo, ulipo tupo. Na hii dabi inakuja tarehe 3. Niwaambie wanachama wetu wa Yanga, tusiingie kwenye mitego ya kusahau maandalizi hapa ta kombe la muungano tutokea nguvu kubwa kwenye mechi moja. Tunajua sisi nini cha kufanya kwenye mechi ya muungano, tunajua nini cha kufanya kwenye Kariakoo Derby. Najua kila mmoja anafahamu umuhimu wa michezo unafuatia mbele. Tuzipeni umuhimu hizi mechi kwa nafasi zake na maandalizi yake. Mechi hii inaweza kuwa mechi ambayo inaweza kuweka katika nafasi nzuri za mbio za ubingwa. Kwa nataka maandalizi yetu wana Yanga yasiyo tu maandalizi ya mechi, yawe maandalizi ya kujiandaa kutafuta uchampioni. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie kheri, tuwe na afya njema, tujiandae vizuri, tuandae timu yetu, tukashiriki muungano, tuje kwenye ligi tuende. Na unajua ligi kuna Kariakoo Derby, yes. Lakini baada ya hapo kuna mechi zaidi ya 10 tena za ligi za kucheza. Kwa hiyo ukiweka maandalizi tu mechi moja ukafikiri kwamba mechi hiyo ndio inamaliza kila kitu, hapana. Sisi tujiandae kwenye kila mechi, tuweke focus kwenye muungano, tukapambane, tuchukue ubingwa,
turudi hapa, kuna dabi, tujiandae tushinde, lakini tukumbuke kuna mechi nyingine nyingi. Unaweza kushinda dabi na usiwe bingwa kwa ratiba ilivyo. Unaweza kupata bahati kwenye dabi ukajisahau, pointi zimekuwa nyingi, labda tumeshinda sisi mfano, ukaangusha pointi. Na ligi yenyewe mmeona safari ligi imekuwa ngumu. Unaweza kuangusha pointi popote pale kwa sababu watu wamezidi kuimarika. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tufanye maandalizi mazuri, inshallah tutapata matokeo. Mmefukuza kocha, mmefukuzisha kocha. Nani? Hasa Maxime anakosa gani? Labda wana sababu nyingine. Sidhani kama zile sita ni sababu ya kumfukuza kocha Meki. Labda kama kuna sababu nyingine. Okay, wangefanya nini jana yani? Mechi ambayo hujui Pacome namba 6, namba 8, namba 10 au namba 11. Huelewi. Humuelewi Alan Okello amecheza namba gani. Humuelewi. Yaani kiufupi ndugu zanguni, Yanga jana tulikuwa kwenye kilele cha ubora wa mpira wetu. Football yetu ilipatikana kwa 100%. Kwa hiyo sio Mbeya City tu. Timu yote ingejichanganya kwenye quality ya Yanga ya jana. Ile mzigo ulikuwa wa kwake. Kwa hiyo labda kuna sababu nyingine. Lakini kama ni mechi ya jana wamemuonea tu. Labda hivyo. Maana nimesikia pia wanapigwa 5 pia mechi iliyopita. Na ndio wachambuzi mnashinda kusema. Wanafikiri kwamba hizi 6 zimekuja tu. Mbeya hawakuwa bora hata mechi zilizopita huko. Walishashonwa 5 huko nyuma, si ndio? Kwa sisi tumepiga tu kwenye kichwa kile ambacho kilikuwa kina matatizo kidogo. Kwa hiyo Meki labda kuna sababu nyingine. Lakini hizi 6 mimi niwaombe viongozi wa Mbeya City, Mungu awajalie afya. Watazishuhudia hizi. Kuna kitu sema kuna wengine ni wavumilivu. Tutawashona hizi na hawatafukuza watu. Kwa hiyo na wao kuna siku labda wanaweza kujutia wakamuomba radhi Meki kwamba tulikosea, kumbe Yanga bwana quality yake ipo juu sana. Bahati mbaya tu wao umejichanganya, tumechukua 5 kipindi cha kwanza. Kuna wengine watakuja kuchukua zaidi ya hizi kipindi cha kwanza, wala msiwe na wasiwasi. Mimi nitamani kuuliza swali moja kuhusu, nimeona mjadala wa Alan Okello, lakini nimekuuliza swali kwa sababu kuna upande wa mchambuzi katikati. Okello alichambuliwa kama mchezaji wa kawaida na mchezaji ambaye kama si kitu chochote, lakini nimeona jana imebadilika. Nimesoma maandiko mengi naona yako tofauti, na ni wachambuzi hao, nikatamani kujua kutoka kwao kwa sababu wewe pia ni mchambuzi. Unajua watu hawakuwa wamemfahamu Alan Okello alivyokuwa Uganda, pia alikuwa last season. Posa mtafute Alan Okello, atakuwa assist, utapata hilo goma, utaenda kuishi nalo vizuri. Kwa hiyo chochote ambacho Mtanzania unahisi unahitaji msaada, tafadhali wasiliana na Alan Okello akuassist.